Taarifa zaidi ni mara baada ya Kigogo kuweza kufichua ndani ya mtandao wa Instagram akiweza kuzungumza na kile kilichoweza kuainishwa mara baada ya taarifa zinazoendelea kuenea kwamba Mwamba Mdude Nyagali ambaye kwa sasa bado hajapatikana, na inaonekana kabisa dhahiri shahiri kwamba atakayeweza kutoa taarifa kuweza kupatikana kwa Mdude Nyagali ambaye ni mmoja wa mwanaharakati, lakini pia amekuwa ni mwenye mapenzi ya dhati na chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambaye ni moja ya mwanaharakati na mwanasiasa ambaye amekuwa katika sehemu kubwa ya kuhakikisha kabisa kwamba yeye amekuwa akipambania haki ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo. Taarifa iliweza kutoka ni kwamba atakayeweza kupata taarifa kamili ya kupatikana kwa Mdude Nyagali ambaye kwa sasa yuko katika mazingira ambayo hakuna anayefahamu yuko wapi, na ilikuwa ni baada tu ya kuweza kufanywa shambulio akiwa kwake, na ilikuwa ni maeneo ambayo yaliweza kutajwa baada ya kuweza kufanyika uchunguzi katika jiji la Mbeya. Sasa taarifa iliyopo ni kwamba milioni 10 zimeweza kuwekwa rehani kwa yeyote atakayeweza kupata taarifa kamili ama kuweza kugundua kwamba mwamba huyu yuko eneo gani. Kwa hiyo pesa zinazidi kuchangishwa kwa mujibu pia wa taarifa hii, baada ya kuweza kunukuliwa katika akaunti na peji ya yule ambaye amekuwa zaidi akizungumza taarifa za viongozi wa serikali na kuzungumzia pia taarifa za vyama tofauti tofauti, na huyu ni Kigogo ambaye aliweza kufichua pia taarifa hii kwamba tayari kuna milioni 10 zilizoweza kuwekwa rehani kama sehemu ya taarifa kwamba yeyote atakayeweza kubainika kuwa na taarifa kamili kuhusiana na Mdude Nyagali basi atapokea kitita cha shilingi milioni 10. Na bwana, issue nyingine pia nisiweze kuiacha ni issue ya aliyekuwa mwenyekiti wa zamani Freeman Aikael Mbowe, mara baada ya kuonekana kwamba yeye ndo ambaye anamiliki kundi la G55, na ni vile ambavyo tetesi zimekuwa zikimsema na tuhuma ambazo sasa hivi anakumbwa Freeman Aikael Mbowe kwamba yeye ndo huenda akawa ndo kiongozi mkubwa ambaye amejaribu kuwatoa na kuwaondoa ndani ya chama hicho, kwa sababu secretariat yote ya Freeman Aikael Mbowe ambayo iliweza kufanya naye kazi ndo hiyo ambayo imeweza kujiondoa. Kwa hiyo watu wameweza kuwa na hisia tofauti wakiamini kabisa kwamba Freeman Mbowe ndo maana hachangii chochote na wala hasapoti chochote kuhusiana na haya masakata tofauti tofauti ambayo yamekuwa yakitokea kwa chama cha Demokrasia na Maendeleo, ni kwa sababu huenda akawa anataka kwenda katika chama kingine, na ndo maana huenda kani safari yake yeye kujiondoa ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ni taarifa tulionayo zaidi, na endelea kuwa nasi na kuwa sambamba na channel ya Hatboy Media.